Mwaka wa 1964 wamishonari waliwasili katika jimbo la Marsabit iliweka msingi wa safari ya uinjilishaji katika eneo hili la kaskazini mwa Kenya. Katika kipindi hicho, njia kuu ya kueneza Injili ilikuwa kupitia ziara za ana kwa ana, ambapo wamishonari walitembea kutoka kijiji kimoja hadi kingine wakifundisha na kuhamasisha waumini kuhusu neno la Mungu. Hata hivyo, changamoto zilikuwa nyingi. Waliopata fursa ya kupokea mafundisho walikuwa ni wale waliokuwa karibu na barabara kuu, huku walioishi katika maeneo ya mbali yenye miundombinu duni wakisalia nyuma bila kufikiwa. Kwa kuzingatia ukubwa wa kaunti ya Marsabit, haikuwa rahisi kuwafikia wote. Umbali mrefu, barabara mbovu na mazingira magumu vilifanya kazi ya uinjilishaji kuwa changamoto kubwa kiasi cha kuwakatisha tamaa baadhi ya wamishonari. Hata hivyo, mwaka wa 2016 ulifungua ukurasa mpya. Baada ya zaidi ya miaka 50 ya uinjilishaji, jimbo la Marsabit lilishuhudia uzinduzi wa Radio Jangwani, chombo kilichobadilisha kabisa mwelekeo wa uinjilishaji. Kupitia Radio Jangwani, kanisa lilipata sauti mpya, sauti iliweza kuvuka milima, jangwa na umbali uliokuwa kikwazo kwa miaka mingi. Jiunge nami John Bosco na Teleng katika simulizi hii, sauti ya imani, safari ya uinjilishaji Marsabit. Kupitia redio, hata wale ambao hawakuwahi kufikiwa hapo awali sasa wanaweza kusikia neno la Mungu popote walipo. Radio Jangwani imekuwa daraja muhimu linalounganisha jamii na kanisa. Katika jitihada za kufahamu kwa kina mafanikio ya Radio Jangwani, ilisafiri zaidi ya kilomita 200 hadi parokia za Sololo na Muyale ili kushuhudia jinsi Injili ilivyowafikia waumini walioko mashinani. Nikiwa katika parokia ya Sololo, nilifika katika kigango cha Uran ambapo nilikutana na katekista Peter Wario aliyenielezea jinsi Radio Jangwani imechangia kukuza imani ya waumini. Radio Jangwani radio moja ni mzuri sana katika house yetu ya Marsabit, kama katika hii county ya Marsabit, ambayo inasikika katika county mzima, katika diocese mzima. Hasa ninapenda sana Radio Jangwani kwa sababu inatufunza muhimu wa imani wa Kristo, kama misa asubuhi, kama rozari mtakatifu baada tuna kila jioni, na especially kwa misa ya Jumapili napata mambo mengi sana. Somo ya Jumapili, hotuba na padri, yote tunapata katika Radio Jangwani. Na pia kwa mfano sasa mtu akipotea natangaza katika Radio Jangwani. Kwa hivyo mtu mwenyewe nikiwa natangaza, nikiwa na kitu ya kutangazia watu kama sherehe, kama ng'ombe ama mbuzi yangu ikipotea, na hata ikipatikana nikiona ya mtu ambaye amepotea ikifika kwangu katika sehemu zetu, natangaza katika Radio Jangwani. Mara moja tu watu wanasikia, wanapata habari. Njia ya mawasiliano nzuri sana, communication rahisi sana, na tena inafunza mambo ya pia mila na desturi ya watu. Kama sasa kwa wasichana, watu wazima, kila kitu unapata katika Radio Jangwani unasikia. Vilevile, Padri Boniface Surmat, naibu paroko wa Sololo, alieleza jinsi waumini wanavyotumia Radio Jangwani kama chombo cha faraja na malezi ya kiroho kupitia mahubiri na mafundisho yanayopeperushwa moja kwa moja. Radio Jangwani ni chombo cha jimbo letu la Marsabit, chombo kizuri na kinatusaidia hasa sisi mapadri. Siku sasa za Jumapili wanaweza kusikiliza masomo pale, na wakati mwingine hata mahubiri na kupata muunganiko mzuri. Upande wa waumini, Radio Jangwani inasaidia sana upande wa kiroho, upande wa mafundisho ya dini, upande mambo ya jamii ya kawaida, siasa, kilimo na mambo mengi. Kwa hivyo Radio Jangwani
ni chombo kizuri cha kanisa letu. Yapo mambo mengine mengi tungeweza kuzungumza ya redio Jangwani, hasa inayojenga kanisa na jamii, lakini ninazungumza hayo ya mambo ya kiroho, ya maandiko matakatifu, mambo ya jamii, mambo ya siasa pia. Lakini pia kuna changamoto mbalimbali, hasa huku kwetu upande wa Sololo huku redio Jangwani haisikiki vizuri, coverage yake bado haijaenea vizuri. Kumbe ni ombi na mwaliko kwamba ili watu wengi waweze kufaidi kwa mafundisho mazuri ya redio Jangwani, iweze kufikia watu wengi hasa wa upande huu wa kwetu. Katika parokia ya Moyale, Baba Paroko Edward Eltange alisisitiza kuwa redio Jangwani imekuwa daraja la kuimarisha amani na imani miongoni mwa wakazi wanaoishi mpakani mwa Kenya na Ethiopia, hatua inayochangia pakubwa kueneza Injili. Redio hii bila shaka imechangamsha wengi, na hasa kwa upande wa kiroho, na wengi wamefurahia tangu tupate redio hii, kwa sababu wote wanafikiwa. Hata kwa wale ambao wafahamu lugha ya Kiswahili, kwa lugha yao wanaweza kusikiliza neno la Mungu na pia mafundisho mengine ambayo yanazidisha mioyo yao kuwa wazi kwa kupokea neno hili. Radio hii imewafikia karibu wote jimboni na hata nje ya jimbo letu la Marsabit, na wengi wamefurahia sana. Imewafikia kwa kugusa hata maisha yao, imewafikia hata ili waweze kupata habari zingine ambazo pengine hawangeweza kupata katika njia zingine za mawasiliano. Na tunafurahi kwa sababu wote wengi wanaendelea kutuita pia, kutupigia simu, kuomba pengine mafundisho fulani ambayo wangependa kujua zaidi katika kanisa letu Katoliki. Hivyo wameweza pia kujinufaisha na kufahamu zaidi mafundisho haya kupitia mawasiliano hii ya redio Jangwani. Bila shaka redio hii pia imechangia zaidi kuimarisha mafundisho ya kanisa. Vile sisi tunavyoendelea kutangaza, tunaona pia redio yetu Jangwani unatoa mafundisho ambayo yanalingana zaidi na kanisa Katoliki. Na tunafurahi pia kwa sababu redio hii at least tunaweza kusema haitangazi mambo ovyo ovyo, yanatangaza yale ambayo yanahusiana na maisha ya binadamu, maendeleo ya nchi na pia mazingira. Nilikutana pia na mtawa Maureen Awino kutoka shirika la Assumption Sisters of Eldoret, anayehudumu kwa parokia Moyo Mtakatifu wa Yesu Moyale, ambaye amesema kuwa redio Jangwani imeleta mabadiliko makubwa katika uinjilishaji na kuwa vyanzo muhimu ya malezi ya kiroho. Amebainisha kuwa kupitia sala, misa na mafundisho mbalimbali, watoto wa PMC wanapata maadili mema yanayowasaidia kuboresha maisha yao na mahusiano yao na wengine. Tumesikiliza mafunzo mengi kuhusu kulea mtoto, especially hao watoto wadogo, watoto wenye wanaanza PMC. Tunaona wanapenda sana kanisa, na pia wanapenda kusema ile sala yao ya kimishonari, na pia kupenda kusali kila wakati. Na pia tunaona pia wanakuanga na kanuni zao kama PMC. Na pia tunaalikwa sisi kama walimu tuendelee kuwasaidia. Kama mimi sister naendelea kuwasaidia ili waweze kushika na waweze kutilia manani hizo kanuni zao. Watoto wanaposikiliza redio Jangwani wanajifunza mengi, na pia imekuwa na manufaa mengi katika kukuza imani ya Kikatoliki katika familia. Katika eneo la Chalbi, dinari ya Northor, Padri Anthony Mahal, ambaye ni baba paroko kutoka parokia ya Kalacha, amesema kuwa redio imefanikiwa kueneza Injili mashinani, akiongeza kuwa waumini wengi wanafuatilia kwa karibu vipindi vya redio Jangwani. I remember back 10 years ago when we got the news that we have a radio station now in our Catholic Diocese of Marsabit, people were very excited. What this is, what we are getting to hear. And people really, they were sitting at the radios, there in the maniatas, in the very outskirts,
in many places where we cannot reach, but the radio is reaching there, and people were listening to it, and getting the good news in that way, and other news about the Marsabit County and even of the world. Over the years, but I'm convinced still many people are listening to Radio Changwani, and the work of evangelization is going on. During the Corona time, then we had a new experience that we started with radio masses. And that was in the beginning also people were very excited. What is it that, that the radio mass is there? And when we announced it in the Sunday announcements that in a few days we shall have radio mass, people really were listening at home, could not come for the masses, and they were always very happy. And sometimes I got even feedback after the radio mass. I said about the sermon and what was there, and I said, "Oh, Father, I heard you now today, this morning in the radio mass." So that is the feedback what I'm getting. Padri Lekamaya Junior wa parokia ya Kalacha naye alitoa mtazamo wake. Kweli tumepata mafunzo mengi sana kupitia kwa redio hii yetu ya Jimbo Katoliki la Marsabit, kwa sababu wasikilizaji wengi wanafuatilia misa takatifu kila siku ikipeperushwa moja kwa moja kutoka redio Jangwani, na pia tunapata mafunzo mengi ya kidini, na sio tu ya kidini bali pia inayotujenga katika maadili mema. Kupitia pia kwa redio Jangwani tunafuatilia Rosari takatifu, na mafunzo haya yote yanaweza kusaidia sisi pia kuboresha maisha yetu ya kiroho. Aidha, Padri Raymond Losur wa parokia ya Karare ameeleza kuwa redio Jangwani imewafikia wakazi wengi ambao sasa wanafuatilia misa, mahubiri na sala mbalimbali, jambo linaloimarisha imani yao na kuwapa nguvu ya kusimama imara katika imani. Kupitia redio Jangwani, injili pia inafikia kwa watu wengi ambao pengine wasingeweza kufikia kanisani kila siku. Kuna wagonjwa wa nyumbani, kuna wazee, kuna watu walio mbalimbali na makanisa mbalimbali pia, na hata wale walio katika shughuli zao za kila siku. Anaposikiliza redio hii wanapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu, mafundisho ya kanisa basi na tafakari zinazowasaidia kukua kiroho. Pia redio Jangwani imekuwa chombo muhimu kwa kuimarisha imani ya waumini kupitia vipindi vya rosari, tafakari za Biblia, mafundisho ya katekisimu na matangazo ya shughuli za kanisa. Waumini wanapata nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu imani yao na kuishi maisha ya Kikristo kwa uaminifu zaidi. Zaidi ya hayo, redio Jangwani pia inaunganisha jumuiya za waumini, inawafanya watu wajisikie kuwa sehemu ya familia moja ya kanisa, kwa sababu wanashiriki pamoja katika kusikiliza neno la Mungu, katika sala na mafundisho yanayowajenga kiroho. Kadri redio Jangwani inavyoadhimisha miaka 10 tangu kuasisiwa kwake, imeendelea kuwa chanzo cha faraja kwa Wakristo katika jimbo la Marsabit. Licha ya changamoto zilizopo, wasikilizaji wengi wanasema wanapata faraja na kuridhishwa na maudhui yake. Hadi sasa Jimbo Katoliki la Marsabit imefanikiwa kufungua zaidi ya parokia 2 mpya, hatua inayochangiwa na kuenea kwa injili kwa ufanisi zaidi. Kupitia vipindi maalum, kizazi kipya kinaendelea kujengwa katika misingi imara ya imani. Aidha, Wakristo wanazidi kudhamini sakramenti ya ndoa kama nguzo muhimu ya malezi bora ya jamii. Bila shaka, redio Jangwani imekuwa mwamko mpya katika Jimbo Katoliki la Marsabit, ikiwa ni chombo kilicholeta mabadiliko chanya na ya kudumu. Nikitamatisha makala haya, jina langu ni John Bosco na Teleng.